Bosi Mohamed Dewji ameendelea kuonesha makali yake mara baada ya kuhakikisha kwamba Elia Mpanzu Kibisawala, bonge moja la winga, linaongezewa mkataba wa miaka miwili kusalia Msimbazi mpaka mwaka 2028. Sasa kuna tukio moja kubwa sana ambalo ameweza kulifanya. Bwana bosi Mo Dewji ameweza kumng'oa moja kati ya viungo wakabaji muhimu sana katika timu ya Yanga na moja kati ya viungo wakabaji ambao wanaupiga mwingi sana kwenye ligi kuu ya NBC. Sasa wewe mpenzi mtazamaji wa Bongo 9, kama unahitaji kufahamu ni mchezaji gani ambaye bosi Mohamed Dewji ameweza kumng'oa pale katika viwanja vya Jangwani, basi kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha una subscribe channel yetu ya Bongo 9, alafu unakaa nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Bwana Mohamed Dewji kuelekea katika msimu wa mashindano msimu ujao amezidi kuendelea kuimarisha kikosi cha timu ya Simba. Kwanza kabisa alianza katika dirisha dogo pale ambapo aliweza kuongeza watu machachari kabisa na hatari, wakina Libase Gueye, Anise Cheura na bila kumsahau mzee wa kujitutumua Nixon Kibabage. Lakini Mohamed Dewji kwa kuwa anataka kuirudisha Simba katika makali yake, basi kuna vitu vingine ambavyo ameendelea kuvifanya. Bwana, taarifa ambazo sisi kama Bongo 9 tuliweza kuzipata katika vyanzo vyetu ambavyo tunaviamini kwa 100% ni kwamba Mohamed Dewji aliweza kuongea video call, aliweza kumpigia simu WhatsApp kiungo mkabaji wa timu ya Yanga. Hapa namzungumzia Damaro, moja kati ya viungo ambao wamekuwa wakikata umeme haswa katika ligi yetu. Bwana, unaambia kwamba Damaro ni kwamba hivi tunavyozungumza anachezea Yanga, lakini ana mkataba bado na Singida Big Star. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya Mohamed Dewji ni kuhakikisha kwamba anazungumza na Damaro, halafu anazungumza na waajiri wake ambao wanamiliki mkataba wake, yani hapa ninawazungumzia Singida Big Star. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeweza kuzipata ni kwamba Damaro ameshaweza kukubali kujiunga na timu ya Yanga na ameweza kukubali kujiunga na timu ya Simba na ameweza kusaini mkataba wa miaka miwili. Ule mkataba wa awali tayari Damaro ameshaweza kuusaini, na mimi kwa upande wangu naweza kusema Damaro ni chaguo sahihi kabisa katika klabu ya Simba, kwa sababu pale katikati kuna Kagoma na Kante. Kwa hivyo endapo utamuongeza Damaro, basi mambo mazuri yanaweza kuendelea pale katika viwanja vya Msimbazi, ukizingatia Damaro ni moja kati ya viungo wa kabaji ambao wako vizuri sana. Pale ambapo timu ya Simba inaweza kumkosa Kagoma, basi Damaro anaweza kuanza, au Damaro anaweza kuanza na baadaye Yusufu Kagoma akaingia baadaye. Na haya yote bwana bosi amekuwa akiyafanya, na amekuwa akiyafanya hayo kutokana na hali mbaya ambayo Simba imeweza kuipata katika misimu minne mfululizo iliyopita. Simba imeshindwa kuchukua vikombe, Simba imekuwa ni mbovu, na hata msimu huu basi katika yale mashindano ya CAF Champions League basi imekuwa ni vigumu kwa timu ya Simba kufika hata robo finali, kitu ambacho kwa timu ya Simba kufika robo finali ilikuwa ni kawaida kabisa, na hivi walikuwa wanaitafuta hatua ya nusu finali. Sasa Mohamed Dewji katika hatua za kuhakikisha kwamba timu ya Simba inaweza kurejea katika makali yake, basi ameamua kuhakikisha kwamba anamleta Damaro katika engo nzima ya Msimbazi. Mashabiki wa Simba ninadhani watakuwa wamefurahia sana ili swala, huku ili swali ikiwa limeacha huzuni kubwa kwa mashabiki wa Yanga, kwa sababu hivi tunavyozungumza Yanga wamekuwa wakihangaika sana, hususan katika eneo la kiungo mkabaji. Ndiyo wana viungo kama Mudathir Yahya, Duka Buya, lakini pia kiungo mwingine ambaye yuko pale Sure Boy, lakini hawa viungo wote ambao nimeweza kuwataja ni viungo ambao wana sifa za kushambulia na sifa za kukaba, sifa za kukata umeme kama ambavyo anazo Damaro. Kwa hivyo sasa wananchi wakiongozwa na kiongozi wao, kiongozi makini kabisa, Engineer Hersi Said, inatakiwa waweze kurejea tena sokoni ili kuweza kutafuta mbadala wa Damaro. Hivi tunavyozungumza, here we go, Damaro mpaka mwaka 2028 basi atakuwa ni mtu wa Msimbazi, yani atakuwa ni mchezaji wa Simba, wa wekundu wa Msimbazi wa Simba. Za ndani kabisa zinasema bosi Mohamed Dewji aliweza kumshawishi Damaro kwa pesa za Kitanzania takribani bilioni 1. Akamwambia kwamba nitakugea milioni 500 pale ambapo utasaini mkataba na timu ya Simba.
alafu milioni 500 zingine nitakuongezea pale ambapo utaendelea kuchezea katika timu ya Simba. Na bosi alisema ya kwamba endapo kiwango chako kitaongezeka, basi kutakuwa kuna bonus za shilingi milioni 10 kila mwezi. Unaambiwa Bwana Damaro ameweza kunaswa kwa dau la shilingi bilioni 1 na mshahara mnono kabisa wa milioni 10 kwa mwezi. Isingekuwa rahisi kwa Damaro kuweza kukubali ofa ya Msimbazi Simba kama bosi Mohamed Dewji hakuweza kutoa pesa nono, hakuweza kuweka dau kubwa. Na kimwangalia Mohamed Dewji anajaribu kuweza kuijenga timu ya Simba ambayo siku za mwanzoni, siku za hivi karibuni ilikuwa imeharibika sana mara baada ya wachezaji wake muhimu kuweza kuondoka, mara baada ya kuweza kupoteza ubingwa kwa takribani misimu mingi sana ambayo imeweza kupita huko nyuma. Na mashabiki wa Simba wamelifurahia sana ili swala la wao kuweza kumuona Damaro katika msimu ujao basi atavaa jezi za wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa msimu huu Damaro ataweza kumalizia baadhi ya game katika klabu yake ya Yanga, lakini msimu ujao Damaro tutaweza kumuona katika viunga vya Msimbazi akizima katika eneo la namba ya 6, yani midfield ya chini mkata umeme. Sasa wachambuzi wengi wa soka wameweza kutoa maoni yao, mashabiki wengi wa soka wameweza kutoa maoni yao. Wengine wamesema ya kwamba Damaro ni msaliti, lakini wengine wameweza kumpongeza Damaro na kusema ya kwamba ameweza kuchagua timu sahihi. Na unaambiwa habari za ndani kabisa kutoka katika viunga vya Singida Big Stars, nasema hapo mwanzo mara baada ya Singida kuweza kumsajili Damaro, wanasema ya kwamba moja kati ya timu za ndoto zake, yani Damaro, moja kati ya timu ambayo alikuwa anatamani sana kuchezea hapa Tanzania ilikuwa ni timu ya Simba. Pale ambapo Yanga walihitaji huduma yake, basi aliona kama hiyo itakuwa ni njia ya yeye kuweza kuenda katika timu ya Simba. Bwana, Damaro ni mchezaji ambaye anaweza kuvaa jezi ya Simba na kuipambania na kukata umeme ipasavyo, akishirikiana na viungo wengine wakabaji akiwemo Alassane Maodo Kante, Masterpass na Yusufu Kagoma, mzee wa kukata umeme pale katikati. Of course mimi kama presenter wa Bongo 9, swala la Damaro kuweza kusaini katika klabu ya Simba mimi limenifurahisha kwa sababu ataenda kuongeza kitu katika masuala mazima ya ufundi. Kocha Steve Baka atakuwa na machaguo mengi sana katika eneo la katikati, katika eneo la kiungo mkabaji. Na habari ambazo tumeweza kuzipata ni kwamba usajili huu basi kocha Steve Baka aliweza kuubariki kwa 100%, na yeye kocha ameweza kukubaliana katika usajili huu, kwa sababu siku hizi Simba akiwa anafanya usajili basi ni lazima waweze kumshirikisha Steve Baka, kwa sababu Simba hawahitaji kurudia makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya kila siku. Wanasajili wachezaji na mwisho wa siku wanawavunjia mikataba kwa bei ndefu. Kwa mfano, waliweza kuwavunjia mikataba wachezaji kama Joshua Mutale Budo, lakini pia Bajaberi, na bila kumsahau Sawadogo ambaye huyu aliweza hata kwenda kuwashtaki timu ya Simba katika masuala mazima ya CAF. Hivyo wameamua kuweza kumshirikisha kocha wao Steve Baka, Msouth Africa huyu ambaye anajua sana kuweza kufundisha soka katika maamuzi mazito, ambayo amekuwa akifanya maamuzi ya kuweza kuangalia ni nani atasaini katika klabu ya Simba na ni nani hatosaini katika klabu ya Simba. Of course ni jambo jema, na klabu nyingine kama Simba na Yanga kama Simba, Yanga na Azam zinahitaji kuiga mfano huu wa Steve Baka. Kwa mfano, tuliweza kusikia malalamiko makubwa sana ambayo yanasema ya kwamba kiongozi wa timu ya Yanga Engineer Hersi Said amekuwa ni mtu ambaye anasajili wachezaji bila kumshirikisha kocha, na ndio maana baadhi ya wachezaji wamekuwa wakishindwa kutumika katika eneo la kiwanja. Kwa mfano, bwana Pedro Goncalves, kuna wachezaji ambao yeye hakuweza kupitishwa katika usajili wao. Kwa mfano, Buba Jammeh ni mchezaji ambaye unaambiwa kocha Pedro Goncalves hakuweza kuthibitisha usajili wake, na ndio maana amekuwa akimuweka benchi mara zote. Bwana, hii inaleta hasara kubwa pale ambapo timu kama timu itaamua kuweza kumsajili mchezaji bila kuweza kuwashirikisha makocha, ndipo ambapo makocha wanaanza kuwapiga benchi, na baadaye basi watu wanaanza kuwalaumu makocha na kusema kwamba wameweza kushindwa katika vibarua vyao, wakati viongozi wamekuwa wakisajili wachezaji bila kuwashirikisha makocha. Kitu cha msingi ni kuhakikisha kwamba viongozi wanasajili wachezaji huku wakiwaambia makocha, kocha akiona ya kwamba mchezaji fulani anaweza kwenda kufaa katika mifumo yangu, basi inahitajika mchezaji huo asajiliwe. Lakini endapo kocha atamkataa huyo mchezaji,
basi timu na uongozi kwa ujumla unatakiwa kuachana na huyo mchezaji na kwenda kumtafuta mchezaji mwingine ambaye mifumo yake itaenda kufiti katika mfumo wa kocha husika. Sio mnaanza kutuambia kwamba wachezaji waliopo hawaendani na style of play ya soka, kama ambavyo Yanga waliweza kutuambia katika barua yao mara baada ya Yanga kuweza kufanya kikao kizito cha kuhakikisha kwamba klabu yao inaanza kufanya vizuri katika mzunguko wa pili ambao unaweza kwenda kuanza siku za hivi karibuni. Bwana, mimi nipende kusema kwamba sina la ziada kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hii moja kati ya exclusive kali kabisa inayomhusu Damaro kusaini Simba. Ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Rich Mo TZ, lakini kabla sija kuacha, ningependa kukuasa mpenzi mtazamaji wa Bongo 9 uweze kusubscribe channel yetu ya Bongo 9, lakini pia uweze kulike, kucomment hapo chini kwenye uwanja wa maoni na kushare na watu wengine ili na wao waweze kuona video zetu. Kwa masuala mengine ya michezo kutoka ndani na nje ya Tanzania, basi tukutane katika wakati mwingine.